Mungu ni mwema sana. Na wasalimu watu wote wa Dar es Salaam. Na ni majira mapya kabisa, na hili ni kongamano la kwanza kabisa katika jiji la Dar es Salaam, na ni baraka mimi kuwepo Dar es Salaam, na ni wakati maalum na kwa majira maalum kabisa. Na watu watarajia nini kwenye hili kongamano la kufichua, ikiwa ni kwa mara ya kwanza katika jiji la Dar es Salaam? Kongamano la kufichua watu wengi wanashindwa kulielewa. Hili ni kongamano maalum la maombi. Ukisoma kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Sasa ukisoma ile Yeremia pale anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Kwa kuna mambo tusiyojua alafu ni magumu, ndio haya na kutuletea madhara katika maisha yetu ya kawaida, kwa sababu kila kitu kinaanzia katika ulimwengu wa roho. Mabaya yanaanza katika ulimwengu wa roho, kufaulu kunaanza katika ulimwengu wa roho. Sasa kufichua maana yake kuna mambo yaliyojificha katika ulimwengu wa roho yanayohitaji kufichuliwa kwa maombi, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kufaulu kunaanza kwenye ulimwengu wa roho, kufeli kunaanza kwenye ulimwengu wa roho. Sasa watu wengi wamepuuzia mambo ya kiroho, ndio maana kila kitu kinaharibika. Kwa ukiona unashindwa katika mambo katika ulimwengu wa kawaida, ujue shida ilianzia katika ulimwengu wa roho. Sasa watu wengi wanapuuzia maombi, wanapuuzia nguvu za Mungu. Ukisoma Ayubu 30 mstari wa 26 anasema, nilitazamia mema yakaja mabaya, nilingojea mwanga ulikaja giza. Sasa unaona kila kitu kinaanza katika ulimwengu wa roho. Kufichua, kuna mambo yamejificha katika ulimwengu wa roho mengi tusiyojua, kwa sababu mwanadamu halisi ni roho. Mwanadamu halisi si mwili huu, mwanadamu halisi ni roho. Kwa hiyo mafanikio ya mwanadamu yeyote lazima yaanze katika roho. Na tunaanzaje katika roho? Tunakuja kwenye maombi. Tunapokuja kwenye maombi tunatawala ulimwengu wa roho, kwa sababu kila kitu kinaanzia rohoni. Kwa watu wote wa Dar es Salaam, kanda yote ya Dar kaskazini, watu wa kaskazini, kanda yote ya pwani, waje kwenye maombi. Kuna vitu huwezi kuvipata katika ulimwengu, huwezi kulazimisha hata utumie nguvu kiasi gani, kuna vitu huwezi kuvipata, kwa sababu kila kitu kinaanzia katika ulimwengu wa roho, na watu wanapuuzia ulimwengu wa roho. Unaposikia maombi sasa hudhuria kwenye, kwa sababu kila kitu kinaanzia rohoni. Hiyo kuota ndoto, mara unalishwa nyama, unaota ndoto sijui mara upo kijijini kwenu, haya ni mambo ya kiroho na yana tafsiri yake kiroho. Na kwa nini imekuwa kwa jiji la Dar es Salaam au mkoa wa Dar es Salaam? Dar es Salaam ni majira ya Dar es Salaam, kila kitu kina majira yake. Yatafika majira ya Arusha, yatafika majira ya Dodoma na kadhalika. Kwa hiyo mimi nikazie pale kwamba kila kitu kinaanzia katika ulimwengu wa roho, na mwanadamu ni roho. Mwanadamu ni roho, na kuna vitu vimejificha vinavyozuia mafanikio ya watu. Unaweza kutumia nguvu, elimu, wanasema elimu peke yake haitoshi. Elimu peke yake haitoshi, akili peke yake hazitoshi, bidii peke yake haitoshi, yani inatakiwa nguvu ya kiroho. Kwa hiyo elimu yako changanya na upako, sura yako nzuri changanya na upako, kwa sababu pasipo, Yesu akasema kwa wanadamu hilo haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo kuna mambo mengine mwanadamu hayawezi. Umetumia dawa kwa muda mrefu, unapimwa hawaoni ugonjwa, lakini bado unaumwa. Maana yake hicho ni kitu cha kiroho ambacho kinahitaji ufumbuzi wa jinsi ya kiroho. Kwa hiyo watu wahudhurie kwenye maombi, utapata ufumbuzi kule. Okay. Prophet, mimi labda ningepongeza sana kwa sababu ulioongea ni maono makubwa sana. Kama unavyojua kwamba sasa hivi kuna kundi kubwa la vijana yani kama limekata tamaa. Sasa hii kiroho unaweka vipi? Lakini pia ukombozi katika hili, labda kuna namna yote ambazo kukomboa. Sasa hivi vijana maneno yamekuwa mengi, wengine wanaingia kwenye kubeti, kuna mambo ya kunonesha na vitu kama hivyo. Unajua katika tumaini kubwa lipo katika Biblia. Ndio maana Biblia inasema Muumba wako siku za ujana wako. Utaona kijana kama Daudi alianza kumtumikia Mungu alipokuwa na miaka 17. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo kibinadamu hutaweza. Ndio maana kuna upako wa upendeleo. Unaweza ukashangaa unaanza tu biashara na shilingi 100,000, lakini ule mtaji wa 100,000 ukaguswa na upako ukaanza kuongezeka. Ndio maana kuna neema. Kwa hiyo vijana wote tumaini liko kwa Mungu. Hakuna mtu aliyemtumaini Mungu akabakia kama alivyokuwa. Kwa mimi nawasihi vijana, wakati umekata tamaa, haujui cha kufanya, kimbilia kwenye maombi. Maombi yatakupa direction, Mungu atakupa divine ideas. Mungu atakupa divine ideas, unakuwa na akili za tofauti, unakuwa na ubunifu wa tofauti.
Kwa hiyo hilo ndio tumaini kubwa. Na neno lako la kinabii kwa mwaka huu 2025 kwa Tanzania ni lipi? Neno langu la Tanzania, huu ni mwaka mzuri kwa Tanzania, lakini kila kitu kinaanzia katika maombi. Ili nchi yetu iwe salama lazima kuwe na maombi. Na tunasema Tanzania inajengwa na Watanzania. Yaani hakuna nchi ambayo haijengwi na wananchi. Kwa hiyo kama tukiwa na Watanzania ambao wanamwamini Mungu, wanaamini maombi, basi nchi itakuwa nzuri. Mtanzania akiwa mzuri na nchi itakuwa nzuri. Kwa hiyo nchi nzuri, kila kitu kitakuwa kizuri mwaka huu. Na kwa kumalizia, watu wanaotamani kuhudhuria katika kongamano hili kubwa kabisa kutokea hapa Tanzania, wanafika vipi na wakifika watakutana na nini? Sawa, kumbuka hili kongamano litafanyika Tegeta, mtaa wa Tegeta pale Skanska, na mimi naitwa Prophet BG Malisa kutokea jijini Mwanza. Kwa hiyo watu wahudhurie, ni Tegeta, unashuka kituo cha Skanska, alafu ndio utakutana na watendakazi watakupokea pale. Kwa hiyo watu wa dini zote, hakuna kiingilio, hakuna masharti. Watu wahudhurie kwa sababu chochote pasipo maombi hakuna kitu kinachowezekana. Kuna watu wangefika mbali sana, lakini kwa sababu wamepuuzia mambo ya kiroho ndio maana wamekuwa na limitations. Kwa hiyo kuna watu wangekuwa mbali sana. Kwa sababu nimesema akili peke yake haitoshi. Elimu peke yake haitoshi. Elimu yako changanya na maombi, alafu utafanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote wahudhurie. Ni Jumapili ya tarehe 30 ya mwezi wa 3. Amen. Mungu awabariki sana wote, nawatakia mafanikio na Mungu awape wepesi katika mambo yenu mnayoyafanya. Amina.